Jina langu naitwa Dr. Ango. Katika uchambuzi wa hali ya mambo kwa namna moja ama nyingine ya siasa ya taifa letu, kuna mambo makubwa matatu ambayo yanaweza yakaonyesha tuliko tunakokwenda na tulikotoka. Tunapojadili Tanzania inaongozwa na katiba, taratibu na kanuni mbalimbali. Kwa mujibu wa ibara ile ya 8 inasema serikali itapata mamlaka kutoka kwa wananchi na itawajibika kwa wananchi. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine, katiba hii inaakisi ibara ya 3 ambayo inasema Tanzania ni nchi ya kidemokrasia na yenye kufata mfumo wa siasa za vyama vingi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, siasa na demokrasia ni moja ya takwa la kikatiba kabisa. Kwa namna moja ama nyingine, unapojadili mambo kadhaa hususani hali ya kisiasa, juzi tumeusoma waraka wa maaskofu wa kanisa Katoliki ambalo umetoa miongozo kadhaa inalolitaka taifa au serikali kujaribu kurekebisha hali ya mambo. Kwa namna moja ama nyingine, unapojadili swala zima la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ambaye hivi sasa yupo kizuizini, kwa namna moja ama nyingine, kesi hii ya uhaini ambayo yuko nayo, wachambuzi wa tathnia ya sheria kadhaa wamejaribu kutoa maelekezo, ingawa mahakama ndo chombo cha mwisho ambacho kitatoa tafsiri. Lakini kwa namna moja ama nyingine, unaposoma dhana na tafsiri halisi ya uhaini kwenye katiba yetu, mahakama ndo chombo pekee ambacho kinaweza kikatoa tafsiri hiyo. Lakini nikinukuu baadhi ya maelekezo ambayo yameelezwa na wachambuzi na waraka ule, kwa namna moja ama nyingine, kesi hizi zinaonekana kwa namna moja ama nyingine ni kesi za kisiasa. Unapojadili miaka kadhaa iliyopita, kiongozi wa upinzani aliyekuwa anatoka chama hicho alikuwa na kesi ya ugaidi. Aliyekuwa mwendesha mashtaka wa serikali aliondoa lile shtaka na ikawa ni sababu ya mahakama kutokuendelea na shauri hilo. Lakini siku kadhaa baadaye tunaona tena kesi ya namna hiyo. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunapotoa tuhuma kama hizi tunakuwa tuna ushahidi na maelezo ya kutosha. Lakini kinyume chake, wenzetu wa uchunguzi wanapokurupuka katika masuala kama haya, hususan jeshi la polisi, inaweza ikawa inaathiri uchumi na mambo kadhaa. Kwa mfano, unapotuhumu kuna wahaini, unapotuhumu viongozi wa upinzani wanatuhumiwa na masuala ya ugaidi, habari hizi zinakwenda duniani. Tunapojadili taifa letu, ni moja ya taifa ambalo linategemea pia masuala mazima ya utalii kwa asilimia fulani. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa ni balozi mhamasishaji wa masuala ya utalii. Sasa watalii wanapotembelea mataifa mbalimbali, moja ya mambo ambayo wanahitaji ni amani ya kudumu, namna ya utoaji haki na demokrasia. Kwa hivyo hii inaweza ikaathiri uchumi. Sina hakika sana kwamba baadhi ya wenzetu wa uchunguzi na hawa ambao wanawatuhumu viongozi wa upinzani kwamba haya mashauri na haya majalada wanapokea moja kwa moja kutoka State House. Lakini kwa mazingira kama haya, tathmini za makomrade wa Chama cha Mapinduzi wanapaswa kufanya tathmini za kina, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine, unapowatuhumu watu, hii inasomwa duniani, lakini unaposhindwa kuthibitisha we kama jeshi la polisi, hii imesomwa duniani, kwa maana itaathiri uchumi wa nchi, na huenda wale ambao wamepewa ridhaa kwa namna moja ama nyingine wakashindwa kutimiza baadhi ya mahitajio ya wananchi wao. Kwa hiyo zinapotoka nyaraka mbalimbali kwa viongozi wetu wa kiroho na watu mbalimbali wenye heshima na hadhi katika nchi, tunapaswa kuheshimu yale maelezo yao na kufanya chunguzi za kina. Sisemi kwamba hajafanya au amefanya, lakini kulingana na historia kadhaa ya kesi za namna hii, ikiwemo ambayo iliwahi kumkabili Maalim Seif Sharif Hamad,
na Bab Juma Duni Haji kule Zanzibar, ambaye ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jamhuri ilishindwa kuthibitisha. Lakini eneo la pili limetokea tukio jioni ya leo kwamba ndugu John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema amezuiwa na jeshi la polisi kufanya mkutano wa hadhara. Kwa namna moja ama nyingine, ninaamini sisi ni watu ambao tunaamua mambo yetu kupitia meza ya mazungumzo. Katika dhana halisi ya kutoa taarifa kwa vyama vyetu vya kisiasa na baadaye kuzuiwa kufanya mkutano nje ya muda wa kikanuni na jeshi la polisi, kwa namna moja ama nyingine, hii inaweza ikatupelekea kupoteza wakati mwingine utulivu wa hali ya kisiasa. Na tunaposema Tanzania ni kitovu na kisiwa cha amani, tusidhani tunu ambayo tumeruzukiwa na Mungu kwamba itaendelea kuwa kwetu milele. Kwa namna moja ama nyingine, tunapaswa kufanya tathmini ya mara kwa mara juu ya mambo, hususan watawala ambao wamepata ridhaa ya kuliongoza taifa hili. Lakini jambo jingine, Chadema wana slogan yao ambayo wanatembea nayo, hii ya no reforms no election. Naamini miaka kadhaa iliyopita Chadema hawa na baadhi ya vyama vya upinzani walikubaliana swala zima za zile R4 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini katika yale yako mambo ambayo yalikuwa lazima yafanyiwe kazi juu ya vikao ambavyo walikaa pande zote za wadau wa siasa na kuyaamua hayo. Kwa hiyo tunapojadili Chadema, tujadili ni chama pekee cha upinzani. Lakini tunapojadili bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tangu mwaka 92 pale Kigoma na mpaka leo, Chadema ndio kimekuwa kina namba kubwa ya wabunge hivi karibuni. Kwa hiyo unaposema ni chama kikuu cha upinzani, kwa namna moja ama nyingine, maana yake wanasikilizwa na watu hawa. Kwa hiyo kama wanasikilizwa na watu, maoni wanayoyatoa ni ya watu. Kwa hiyo kwenye zile R4, kama kuna baadhi ya mambo ambayo hayajafanyiwa kazi, serikali ya Samia Suluhu Hassan daktari inapaswa kuyashughulikia na kuyatafutia ufumbuzi na si kubeza. Na nadhani katika maelezo ya Baraza la Maaskofu pia liliainisha hayo. Nadhani na Ponda Isaponda, mwadhiri wa dini ya Kiislamu, pia alizungumza baadhi ya mambo, likiwemo la hali ya mambo ya nchi inapokwenda. Lakini kwa namna moja ama nyingine, unapojadili pasipo, mimi ndo ninavyoelewa hivyo, sijui kama dictionary itakuwa tofauti, kwamba no reforms no election, pasipo mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa namna moja ama nyingine, hawa wanasiasa ambao wanatumia neno hili, siamini kwamba hapa kutumia neno hili kama kuna uhaini, kwa sababu unaposema pasipo mabadiliko ya kimfumo huu wa kisiasa hakuna uchaguzi, maneno haya hata Mwalimu aliwahi kuyatamka kwamba Watanzania wanahitaji mabadiliko. Wakiyakosa ndani ya CCM watayatafuta nje. Ili alitamka mwaka 90 na kama sikosei kule, wakati tunarudi kwenye mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo mabadiliko kama ni hitaji la watu, wale ambao ni watawala wana wajibu wa kuwajibika kwa watu. Lakini kwa namna moja ama nyingine, tunapojadili kamata ya jeshi la polisi, watawala wanapaswa kuwa makini sana, kwa sababu tunapojadili swala zima la kukamata, kujadili kwenye historia ya taifa letu, imekuwa kwa muda mrefu kwa viongozi wa vyama vya siasa. Lakini jamhuri kuthibitisha tuhuma dhidi yao, hapa ndio kuna kizungumkuti. Kwa hivyo kuna uwezekano wa washauri wa masuala ya kisiasa wa wale walioko State House na baadhi ya taasisi zinashauriwa ndivyo sivyo, kwa sababu unapojadili swala la haki, swala la demokrasia na swala lingine la kimaoni, kwa mujibu wa katiba yetu ni haki ya katiba. Kwa namna moja ama nyingine, vyama vya siasa vinapaswa kutoa maoni, na yule ambaye yuko mamlakani anapaswa kuyashughulikia mambo hayo na kuyatafutia ufumbuzi. Tunaelekea hivi karibuni kwenye swala zima la uchaguzi mkuu katika taifa letu. Kwa namna moja ama nyingine, mimi binafsi nisingetamani kuwa na uchaguzi wenye namba ndogo ya wapiga kura. Ningetamani sana uchaguzi uwe huru na wa haki.
Lakini kwa mujibu wa maelezo ya kamisheni kadhaa za kitaifa zilizowahi kuundwa, ukianza kamisheni ya Bomani, ukaja kwenye kamisheni ya hivi karibuni iliyoongozwa na Jaji Lusinde Warioba juu ya masuala ya mahitajio ya Watanzania, naamini zote na nyingine ambazo sijazitaja zimeainisha ya kwamba kuna hitajio la mabadiliko ya kikatiba na mambo kadhaa wa kadhaa. Kwa mimi mtazamo wangu, naamini ili kuponya majeraha ya hali ya kisiasa na matatizo ambayo yamekuwa ni sehemu ya changamoto ya mara kwa mara ya kiuchaguzi, ni kujaribu kushughulikia swala linalohusu katiba mpya. Na mimi binafsi naamini kama tunaweza kuitisha siku moja, tukapiga kura siku moja kwa Watanzania walioko mijini, vijijini na kwa kila kitongoji, pasipo kushindwa kusimamia hili zoezi hata la uchaguzi, kuna uwezekano la mabadiliko ya katiba, kuna uwezekano tukalifanyia kazi, tukafanya uchaguzi ambao hauna manunguniko. Jambo la mwisho, kuna jambo ambalo limejitokeza hivi karibuni la kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam kuzuia baadhi ya wahafidhina wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema kujitokeza katika viwanja vya mahakama wakiwa na taswira ya chama chao. Ili mimi binafsi nadhani kuna haja ya kufanya tathmini hasa kwa viongozi wetu wa jeshi la polisi. Tunaponukuu baadhi ya mashauri yaliyopo mahakamani, kwa mfano unapojadili shauri lililopita miaka hivi karibuni pale Arusha, ambalo shauri lile lilikuwa ni kesi ya mbunge Godbless Lema ambaye alienguliwa na mahakama akawa anatetea kurudi mamlakani na kesi kadhaa. Kesi ile ilikuwa ni ya mvuto na ya aina yake, lakini mahakama ilikuwa inaruhusu watu kufika mahakamani na watu kusikiliza, na kwa namna moja ama nyingine unapotoa uhuru wa namna hii kwenye mahakama, hata kama mtu ametiwa hatiani na kesi kama ya uhaini na kesi nyinginezo, kunakuwa hakuna dukuduku. Lakini jeshi la polisi linapoingiza siasa zake katika viwanja vya mahakama, kwa maana mahakama inapepea bendera ya mahakama pale. Mimi sio mtaalamu sana wa sheria, lakini nafahamu vile ni viwanja vya mahakama, na mahakama ni sehemu ya muhimili katika sheria yetu na katika katiba yetu. Kwa hiyo unapozungumzia swala la mahakama kwamba watu wasiende mahakamani, lakini hawapaswi kuwa 1, 2, 3, ili lipaswa lizungumzwe na mahakama na sio jeshi la polisi. Kwa hiyo mazuio kama haya, wakati mwingine hata kama mahakama zitakwenda kutoa haki, zitakwenda kutoa maamuzi sahihi, lakini tunapoingilia kama taasisi zingine, tunapoingilia maamuzi haya kama vyombo vingine, kuna uwezekano hata kesho na kesho kutwa kama mahakama itatoa maamuzi yake, dhana nzima ya utoaji haki ikawa imeathiriwa na matamko kama haya ya jeshi la polisi la kuzuia baadhi ya watu kufika kwenye viwanja vya mahakama, kusikiliza mashauri yanayoendelea mahakamani, na kwa namna moja ama nyingine kujifunza mambo kutokana na yanayoendelea mahakamani. Na ninadhani katika mashauri yanayoendelea mahakamani, kwa mujibu wa taratibu zetu, hakuna zuio la kwenda kusikiliza. Na kwa uzoefu wangu, hata yale mambo ambayo ni ya ndoa na kadhalika huwa yanasomwa chemba. Lakini kwenye kesi kama hizi ambazo zinahusu watu, tunapaswa pia kwenda na kujifunza baadhi ya mambo yanavyokwenda na yanavyoamuliwa. Huu ndio ustaarabu ambao unapaswa kuwa katika taifa letu, ambao ni moja ya vitu ambavyo tumekuwa navyo kwa muda mrefu. Mimi binafsi sitiki sana Chadema hawajasaini. Mimi mara nyingi huwa nasimama kwa nini Chadema hawajasaini. Hoja sio kwenda kwenye uchaguzi. Hoja inayohitaji majibu kwa Watanzania waliokuwa wengi, kwa nini Chadema hawajasaini na wanalalamikia nini? Kwa hivyo nimeona baadhi ya vyama kama ACT Wazalendo, The Civics United Front yani CUF, na vyama kadhaa wametoa mitazamo yao kwa nini wao wameamini katika kusaini na kwenda kwenye uchaguzi. Lakini moja ya madai ambayo Chadema wako nayo ni mwenendo mzima wa madai ambayo yalikuwa yanadaiwa kule kwenye R4 kutokufanywa kazi. Kwa misingi kama hii, unaposaini na yale ambayo mlikuwa mnadai hayajafanyiwa kazi,
sio suluhisho, kwa maana hata hao waliosaini, kama mienendo ya kiuchaguzi yatakuwa ni kama chaguzi kadhaa ambazo zilipelekea kuingia kwenye zile R4 kutokana na hali ya kisiasa kuwa na baadhi ya mambo ambayo ni hila na yakapelekea baadhi ya matamko kusema kuna haja ya kuponya majeraha ya kisiasa, hayaji yafanyiwa kazi. Utakapoingia kwenye uchaguzi kwa mazingira kama hayo na baadaye ukaja ukalalamika na tuliona umesaini, maana yake tutakuita ni mnafiki. Lakini dhana ya kutokukubaliana na yale na kutokusaini kwa Chadema, mimi naona wenyewe walikuwa wako sahihi, kwa sababu kuna madai ya msingi ambayo kwa namna moja ama nyingine wao wanaamini ili wasaini lazima muundo wa zile kanuni ubadilishwe. Matakwa ambayo kwa namna moja ama nyingine yalizaliwa na zile R4 yawe ni sehemu ya miongozo ambayo itaongoza uchaguzi ambao unakwenda kufanyika hivi punde kuanzia mwezi wa 6 kwenda mbele, tutakuwa kwenye kampeni. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, mimi binafsi nadhani kuna haja ya kukaa chini na kutafakari haya. Lakini ni nini kitakwenda kuzaliwa? Mimi naamini ili pia wananchi tuwe tuna uwakilishi mpana. Hatupaswi jambo hili kulishabikia katika misingi mizima ya vyama, kwamba sisi ni wale wa hivi, aidha sisi ni wale wa hivi, aidha sisi ni wale wa hivi. Hapana, tunapaswa kuangalia bunge lina wajibu gani. Tunapojadili bunge linaloendelea ni bunge ambalo lina uwakilishi mpana, lakini bunge kwa namna moja ama nyingine linapokuwa na sehemu kubwa ya namba ambayo inatokana na watu wa upande mmoja, kwa namna moja ama nyingine, kuna baadhi ya vitu tunavikosa. Kwa hiyo kukosekana kwa wabunge ambao wanatokana na chama hichi kikuu cha upinzani kwa sasa, huenda hali hii ikapelekea pia kupata bunge kama hili ambalo tuko nalo hivi sasa, hali ambayo itapelekea kukosa uwakilishi ambao wa Tanzania kwa namna moja ama nyingine utakuwa hauwashibishi juu ya yale ambao wamewatuma wawakilishi wao. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ambacho ninapaswa kusema, mimi naamini mfumo imara wa kiuchaguzi huo unakwenda kuzaa serikali imara, lakini mfumo legelege wa kiuchaguzi kuna uwezekano ukaenda kuzaa serikali legelege. Hii ni imani yangu. Kwa namna moja ama nyingine, haya ni sehemu ya yale ambayo mimi nayaona hapo mbele.